inaitwa makanu Arafa, na mahala alipochukua Mwenyezi Mungu ahadi, ambao mwanzo wa muhadhara nimesema, wengine walikuwa hawajaingia. Alipochukua ahadi Mwenyezi Mungu kwa mgongo wa Nabii Adam, hii ilikuwa ni yaumu Arafa, sio makani Arafa. Alipochukua ahadi Mwenyezi Mungu katika mgongo wa Nabii Adam, ilikuwa mahala panaitwa Naaman. Naaman, utalikuta jina hilo Naaman. Katika siku ya Arafa ndio kasema inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, akhadha almithaqa, amechukua ahadi, min dhahari Adam, katika mgongo wa Nabii Adam, Binaaman, amechukua ahadi Mwenyezi Mungu katika mgongo wa Nabii Adam kwa kitakachozaliwa kwa Adam, katika mahala panaitwa Naaman. Yaumu Arafa, siku ya Arafa, kwa maana ipo toka zama za Nabii Adam alayhi salatu wasallam. Na siku ya Arafa ni siku ya 9 ya mfunguo 3, ndiyo akachukua Mwenyezi Mungu ahadi kwa wanadamu ndani ya mgongo wa Nabii Adam. Na tukaisoma aya hii iliyomo katika surati Al-Araf, aya 172. Ukitoka hapa nenda kaitazame, na kaitazame katika tafsiri japo ya Kiswahili, utakuta wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafil. Aya hii ikaambatanishwa na ahadi alochukua Allah katika hadithul qudsi. Maana hii nilosoma ni hadithul qudsi, siku ya Arafa Binaaman. Kwa hivyo nikasema siku ya Arafa ni siku, makanu Arafa ni pahale mahala, ama Arafa ni kutambuana baina Adam na Hawa. Kwa hivyo inategemea sigha ya maneno yatakavyokuwa katika sentensi, utafasiri wewe vipi pale. Utafasiri yaumu Arafa, utafasiri makanu Arafa, utafasiri uwiano wa kujuana baina Adam na Hawa. Inategemea sentensi itakuwaje. Kwa maana ya hapo ndio utaifanya ile Arafa. Kwa hivyo nikasema yaumu Arafa ipo ulimwengu mzima, siku ya 9 ya mfunguo 3 iko ulimwengu mzima. Ama makanu Arafa, Arafa biismi makan, ipo Maka tu. Sasa wako watu wasiopajua hapo, ndo nikasema mimi simo katika hao. Mimi najua kwamba kuna yaumu Arafa na makanu Arafa, na isitoshe kile kisimamo cha Arafa ndicho kinachofungwa. Hapo ndo watu hawapajui, wanaona kile kisimamo kile, madhali wapo wanasimama, skrini tunaiona. Kwa hivyo ile tunawaunga mkono wale, tuwe pamoja na wao. Nywele timtimu zimechafuka, wamekaa pale, na sisi huku Mwenyezi Mungu alokuwa hakutupa uwezo, basi tuko pamoja nao. Nani kakwambia hiyo? Ndo nini? Nani kakwambia maneno hayo kwamba tuwaunge mkono walo pale? Ukijiuliza kama hawapo, itatokea mwaka hawapo, hapana funga, huwezi kujibu sehemu hiyo. Je, miaka 100 nyuma skrini haipo, walikuwa tunakwenda sawa sawa na wanaosimama pale ili tukawaunga mkono? Haiwezekani. Ilikuwa sie tunafunga siku ya 9, sawa tumewafikiana na kule, sawa hatukufiana kule. Kwa hivyo kwa utandawazi kuja sio wa kubadilisha dini. Huu utandawazi huu usitubadilishie taratibu za dini. Yako sahihi yatatuongoza, yako yaliokuwa si sahihi yatatuongoza. Nini nikaongezea? Kumezuka jengine wanasema kwa sababu
iwe mwezi wa kimataifa. Hili mwezi wa kimataifa limekuja miaka 20, hata 30 haikuja huko nyuma. Ili kutamka mtu ulimi kwamba mwezi wa kimataifa imekuja ndani ya miaka 20, haizidi 30. Alimu alokuja kwa miaka 60 nyuma hakutamka mwezi wa kimataifa. Alimu alokuja baada sasa hivi anasema kuna mwezi wa hapa. Mimi nasema wazi, kwa sababu hakuna mwezi wa kimataifa ndani ya Qur'ani, hakuna mwezi wa kimataifa ndani ya hadithi. Na kama nipo, si kwa kuchallenge, niambiwe nikipita kipande hicho ni sherehe. Hapa Qur'ani kwa mujibu wa aya hii, huu ndio mwezi wa kimataifa. Na ni uchambue mwezi wa kimataifa ni huu. Mwisho nitasema ulioanza Saudia. Nimepata wapi maneno hayo? Hapo ndo ugomvi wangu mimi kwa hawa. Sina ugomvi mwingine, kwa sababu naona tupiga vita hivyo hivyo. Hii kionekane itapigwa vita kweli kweli. Kasema nini? Kasema utumbo. Si utumbo, maneno sahihi. Kama kuna mwezi wa kimataifa naambie uko aya gani? Kama kuna mwezi wa kimataifa naambie uko hadithi gani? Allah alipotaka kusema kimataifa, mbona kasema kimataifa? Wapi? Aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sijui kama sura gani ile, aliposema hii aya, inna khalaqnakum min dhakarin wa ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Alipotaka kutaja makabila na mataifa, mbona kayataja Allah? Lakini si kwa mwezi. Tumekuumbeni katika nafsi moja, mbili, mmoja mwanamke mmoja mwanamme. Khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban, mataifa mbalimbali. Weko alofasiri hivyo, Mchina, Mswahili, Mwingereza, huyu mnani. Hizi ndio shuuba. Shuubu ni mataifa katika ulimwengu. Sasa huu mwezi unaoambiwa kimataifa umetajwa wapi? Kamari shuubi upo wapi? Au tafsiri gani ilosema? Ama wajalnakum shuuban wa qabaila, sawa, litaarafu, na makabila tofauti. Inna akramakum inda Allahi atqakum, bora wenu ni yule mcha Mungu. Kataka Allah kutaja mataifa, kayataja katika kutawanyika ndani ya ulimwengu. Angetaka kutaja mwezi wa kimataifa, idha ra'aytumu shu'ubil qamaru shu'ubi fasumu. Labda iko hadithi kama hiyo. Hakutaja katika mwezi kamari kwamba ni shu'ubi. Mwezi ni ule mule, khilafu tuzieke wazi kwa mujibu wa vitabu vilivyo. Tusivutie kwa maneno ya kuvutia. Hili mwezi wa kimataifa ni neno la kuvutia, na sisi tunaimuka kweli bwana, mwezi wa kimataifa bwana, uko wapi? Aya gani? Hadithi gani? Yule anaropokwa tu hajui yule. Nieleze uko wapi? Sio sijui aona ropokwa. Niambie uko wapi, nikipita kusomesha, kwa sababu na mimi naaminiwa. Takriban tasema jamani hapa kwa tafsiri fulani au kwa kauli ya fulani aloisoma katika kitabu fulani, hii ni kadha, hapa pana mwezi wa kimataifa, na itabidi niseme mwezi wa kimataifa umeanza mahala kadha, na hiyo haimo. Kila mtu atauona kwa wakati wake na daira. Tena utamba kiyama kitakuwa vipi? Kitakuwa sawa, anajua Allah. Yasalunaka ani saati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam kaannaka khafi, kama we hafi unakificha ficha kiyama. Jamani, ilmuha inda rabbi, kiyama najua Allah atakileta vipi. Usije ukaleta kwa sababu je kule kitakuwa Ijumaa huku kitakuwa Jumamosi, basi anajua Allah. Hata Mtume hakupewa ilmu ya kiyama. Alipokuja Jibril alayhi salatu wasalam akamuuliza mambo tele, akamuuliza mata saa, kamuuliza mal islam wa mal iman wa mal ihsan, yote akajibu Mtume. Akaambiwa mata saa, kiyama lini? Kabiyu Mtume
mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il, hakuwa mwenye kuulizwa mjuzi zaidi mwenye kuuliza. Wewe unauliza kwa niaba ya Allah, huyo aliyokutuma ndio anakijua. Akaambiwa ma amaratuha, nini dalili zake? Akasema Mtume amaratu saa, tayari zishatokea. Amaratu saa, akaisema Mtume antalidal amatu rabbataha, ni kuzaa kijakazi bwana wake. Kwa maana utafika wakati baba atamuogopa mwanawe. Wako waliofasiri hivyo, ndio huu tunaogopa wanetu kweli kweli. Kiyama tayari, lakini lini hakuna anayejua. Kwa hivyo hoja kwa basi kiyama kitakuwa vipi basi? Kwa hivyo huku itakuwa Ijumaa, kule tutakisubiri Jumamosi, mesijui. Mtume akasema sijui. Wa mal mas'ulu anha a'lamu minas sa'il, hakuwa mwenye kuulizwa anajua. Kama wewe unajua kwa kitabu kingine kitakuwa Ijumaa, kwa kingine kitakuwa Jumamosi.